Qala akasema sa'altu Shu'bata, nilimuuliza Shu'ba ambaye huyu tulomtaja hapa nyuma, wa Sufyana, na nilimuuliza Sufyan Ath-Thawri, wa Ibn Uyayna, na Sufyan ibn Uyayna, wa Malikan, na vile vile nilimuuliza al-Imam Malik ani ar-rajul yakunu fihi tuhmatun, kutokana na mtu ambaye inakuwepo kwake yeye tuhuma. Tuhuma mnaielewa ikhwani fillah? Yeye aliwauliza hao kwamba kuna mtu kwake yeye kuna tuhuma au dha'fun, au kwake yeye kuna udhaifu. Askutu, je ni nyamaze, au ubayinu, au nibainishe hali yake kwamba huyu anatuhuma, huyu ni dhaif, akiwepo katika hadith ni dhaif, huyu anatuhuma ya ushia, huyu anatuhumiwa kuwa ni sufi, huyu anatuhumiwa kuwa ni hizbi, huyu marafiki zake mashia. Je ni nyamaze au nibainishe ili watu wapate kuelewa tuhuma yake na udhaifu wake? Qalu, wote hawa wakasema, qalu jami'an, wote hawa wakasema bayyin amrahu, libainisha jambo lake, bainisha jambo lake ili watu wapate kuelewa. Unarejea kwenye kitabu kinachoitwa Dhammul Kalami, juzu ya 4 ukurasa wa 215. Naam, hawa wote hawa ni masalaf. Shu'ba, Sufyan Ath-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, al-Imam Malik, Imam al-Haramain, ni masalafi hao. Wanasema bainisha jambo lake, usilinyamazie. Haifai kuwa na tamyiz, kunyamazia. Unafumba macho kana kwamba mambo huyaoni, usiwe mumayyi. Na sisi hatutaki kuwa nani wenye kufumbia macho mambo